aya 151 bado wanasema Allah jalla wa ala wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, na wala msiyakaribie machafu yaliyo wazi na yaliyojificha. Neno fawahish likija katika matamko ya kisheria panakusudiwa zinaa na panakusudiwa liwaq. Allah anasema wala taqrabul fawahisha, wala msiyakaribie machafu ma dhahara minha wa ma batan, yaliyo wazi na yaliyojificha. Mara nyingi neno fawahish katika matamko ya kisheria hukusudiwa zinaa na kadhalika hukusudiwa liwaq. Allah anasema jalla wa ala wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, msikaribie uzinifu kwani ni uchafu, limetumika neno fahisha. Lakini Allah akasema jalla wa ala wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa saa sabila, akatumia neno fahisha. Kwa hiyo neno fahisha mara nyingi likija katika matamko ya kisheria linakusudiwa zaidi zinaa na kadhalika linakusudiwa liwaq, na haya yote mawili ni mabaya mno, na kadhalika linaenea neno hili kila aina ya uchafu wenye kuchafua dini yako na utu wako na kukuharibia akhira yako. Na haya mawili ambao ndio makubwa kabisa katika fawahish, katika na ambao ni zina na liwaq, yamekuja makemeo makali katika sheria. Na kwa ufupi zina kama tulivyoelezea, na ama upande wa liwaq Allah jalla wa ala ameelezea adhabu yake alivyowafanya kaumu Lut pale walipoyafanya hayo, kwamba aligeuza kwao ardhi, akaipindua ardhi kwa wao, ikawa juu ni chini na chini ni juu, wakadidimizwa katika ardhi. Na Allah anasema wama huwa minadh-dhalimin biba'id, adhabu ile walioadhibiwa nayo wale haiko mbali na madhalimu wa umma huu watakaoyafanya hayo. Kwa hiyo tunachelea sisi kupatwa ni adhabu kama ile maadamu watu hawa wapo katika jamii, na hivi sasa kwa bahati mbaya wanayadhihirisha waziwazi hayo. Wallahi tunachelea adhabu hii ikiwa walinganizi watayanyamazia haya. Mmoja katika ummahati almu'minin alimwambia Rasulullah anuhlaku wa fina salihun, ya Rasulullah, hivi tutaangamizwa na kati yetu kuna wanaofanya mema, wanaofanya ibada? Akasema naam, idha kathura alkhabath, ndio mtaadhibiwa pamoja na uwepo wa watu wema kati yenu yatakapodhihiri mabaya na ikawa hayakemewi. Kwa hiyo tunahimizana sisi kuyakemea haya katika familia zetu, jamaa zetu, majirani zetu, miji yetu. Tukemee masala haya mabaya haya ambayo yanaenezwa na baadhi ya mataifa ya kimagharibi. Haya mambo hayafai. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul, mtakayemkuta anafanya kitendo cha kaumu Lut, muueni mfanyaji na mfanywaji, wote wauawe. Ndio hukumu yao katika Qur'an, ndio hukumu yao katika hadithi za Rasulullah. Sasa mpaka wakatofautiana maswahaba, je, anauliwaje huyu aliyekutwa afanya hivyo na afanywa hivyo? Ilitokea katika zama za maswahaba kuna bwana alikamatwa akifanya vitendo hivyo, wakawa wamekaa shura, tumuue kwa njia gani? Kweli mtume kasema uawe mtu anayefanya hivi, je, anauawa kwa njia gani? Ikawa wametoa rai mbalimbali. Baadhi yao wakasema apigwe mawe mpaka afe, wengine wakasema abebwe mpaka apelekwe juu ya mlima mrefu alafu atukwe kuanzia juu ya mlima, arushwe akaanguke chini huko apondeke kwenye mawe. Hiyo ndio rai ikachukuliwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale kaumu Lut wale
walipinuliwa ardhi juu chini chini juu, kwa wakaona kwamba iliyo karibu zaidi katika kumuua mtu mwenye kufanya kitendo kama chao ni kupanda naye sehemu ya juu mbali kabisa, halafu kumtupa aanguke chini apondeke pondeke kama walivyopondwa wale na mawe. Kwa hiyo kitendo hiki Rasulullah anasema man wajadtumu ya'mal amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul, au liwe mfanyaji na mwenye kufanywa. Lakini katika ubaya wa jambo hili mpaka ulama rahimahumullah anasema kwamba mtu akifanya kitendo hiki na mnyama, yule mnyama hafai kula nyama zake, pia anauawa yule mnyama. Yule mfanyaji na yule mnyama wanauawa wote. Kwa hiyo kile wanachofanya baadhi ya watu, na ujana ni nusu ya uenda wazimu kama wanavyosema baadhi ya watu. Ikatokea mtu amefanya haya jambo machafu na mnyama, yule mnyama hafai kuliwa, yule mnyama anauawa pia, na huyu kijana naye anachiwa adabu. Wallahu almusta'an.